Tunaingia katika sehemu yetu ya pili ya stori yetu. Miaka 15 ikapita. Sunaiya na Faisal walibahatika kupata watoto wawili. Wa kwanza alikuwa wa kike, walimuita Naira, na wa pili wa kiume walimuita Jafari. Maisha yalikuwa mazuri sana kwa upande wao. Furaha, upendo vilitawala kati yao. Kwa sasa hivi maisha yalizidi kuwa mazuri sana kwa upande wa Faisal. Pesa alikuwa nayo ya kutosha tu. Alikuwa kajiwekeza sana kibiashara. Alikuwa kajiwekeza kibiashara ndani ya Afrika na hata nje ya Afrika. Faisal alikuwa ni mtu wa bize sana. Ni mtu wa kusafiri sana kwa ajili ya mambo yake ya biashara. Hiyo hali haikuwahi kumchukua Sunaiya kwa sababu alikuwa anajua mumewe anakuwa bize kwa ajili ya mambo ya biashara. Kuna kipindi Faisal alimuaga mkewe anasafiri anaenda nchini Italy kwa ajili ya mambo ya biashara. Ila zilipita siku 4 bila Sunaiya kupata simu kutoka kwa mumewe tangu asafiri. Haikuwa kawaida ya Faisal kwani alikuwa ni mtu wa kumjulisha mkewe kila hatua anayopitia, ila sasa hivi alikuwa yupo kimya. Ikabidi Sunaiya amtafute yeye mume wake, ila baada ya kumpigia Faisal akawa hapokei simu. Sunaiya akashtuka sana na kuhisi hali ya hatari. Hakuhisi kawaida hata kidogo, alijua tu kuwa lazima kutakuwa na tatizo hapa. Siku ya 5 asubuhi Sunaiya alipata simu kutoka kwa mumewe, ila haikuwa video call, ilikuwa ni voice call. Alishangaa sana Sunaiya, ila alipokea. Baada ya kupokea alishangaa kusikia sauti ya mwanamke. Akiwa anashangaa Sunaiya, kabla hajaongea chochote kile, huyu dada alimwambia Sunaiya kuwa mmiliki wa ile simu alikuwa yupo hospitali kalazwa. Anaumwa, alipata presha baada ya ndege aliyoipanda kuelekea nchini Canada kupata hitilafu njiani. Hivyo yeye alipata presha iliyomsababishia poteze fahamu, japo ndege iliweza kutua salama uwanja wa ndege. Hivyo mpaka sasa hivi hajapata bado fahamu, amelazwa hospitali nchini Canada. Hivyo kama anahitaji kumuona anatakiwa aende nchini Canada. Baada ya hapo huyu mwanamke akakata simu. Sunaiya akabaki kapigwa na butwaa maana alikuwa haelewi. Cha kwanza kilichokuwa kinamshangaza ni kuhusu mumewe. Faisal alimuaga anaenda nchini Italy. Sasa imekuwaje mpaka hajaenda Italy yupo nchini Canada? Alafu hii sauti ya huyu mwanamke aliyekuwa anampa taarifa, alihisi kama alikuwa anaijua hivi, anahisi sio ngeni masikioni kwake. Ila kila akikumbuka alishawahi kusikia wapi alikuwa hakumbuki. Alishawahi kusikia wapi? Baada ya siku 3 Sunaiya alikuwa yupo ndani ya ndege anaelekea nchini Canada. Aliamua kwenda ili aweze kupata uhakika wa kile alichoambiwa na huyu mwanamke. Akiwa yupo ndani ya ndege alipiga simu namba ya mumewe. Akapokea yule mwanamke. Sunaiya akamsalimia na kumwambia kuwa yupo njiani anaelekea nchini Canada kumuona mume wake. Huyu mwanamke akamkaribisha sana. Safari ilikuwa ndefu sana ila Sunaiya alifanikiwa kufika nchini Canada na akaja kupokelewa na kijana mmoja hivi na kumpeleka nyumbani anapoishi yule mwanamke aliyempigia simu. Walifika kwenye hiyo nyumba, ilikuwa ni nyumba ya kifahari sana. Ukiingia ndani ya hii nyumba bila kuambiwa anayemiliki hiyo nyumba ni tajiri, lazima utajua ni tajiri kutokana na mahali anapoishi. Walifika sebreni wakakaa na huyu kaka akamwambia Sunaiya amsubiri bosi wake anakuja. Yupo chumbani kwake anajiandaa ili waweze kwenda hospitali. Baada ya muda alitoka mwanamke ndani na kuja sebreni akiwa tayari kashapendeza. Ila Sunaiya alijikuta anashangaa sana baada ya kumuona huyu mwanamke. Alitoa macho kweli baada ya kumuona huyu mwanamke. Huyu mwanamke hakuwa mwingine bali alikuwa ni Sumayya. Sumayya yule rafiki yake wa tangu utotoni. Sunaiya alishangaa mno. Sunaiya akamuuliza Sumayya anafanya nini hapo? Na bila shaka yeye ndio aliyempa taarifa za Faisal kuumwa. Kwa sababu alihisi sauti iliyomwambia hayo alikuwa anaijua. Na kumbe ni kweli anaijua kwa sababu ilikuwa ni sauti ya Sumayya. Sumayya akasema ni kweli yeye ndio aliyempigia simu na kumpa habari za kuumwa Faisal. Sunaiya akauliza yeye kajuaje kama Faisal yupo nchini Canada. Sumayya akasema waende kwanza hospitali kumuona mgonjwa. Alafu akisharudi wataongea vizuri. Sunaiya akakubali wakatoka na kwenda kupanda gari wakaelekea hospitali. Walifika baada ya robo saa na baada ya kufika wakaenda kwenye wodi aliyolazwa Faisal na kumkuta akiwa bado amelala hana fahamu. Baada ya kumwangalia kwa muda Sunaiya akauliza ilikuwaje mpaka mumewe yupo katika hali hiyo ya kutokuwa na fahamu. Sumayya akasema ndege aliyoipanda Faisal kuelekea Canada ilileta shida na abiria wakapewa taarifa. Abiria wote walipata mshtuko sana na wengi walipoteza fahamu kwa uoga. Kwa uoga wa kufa kwenye ajali ya ndege. Sasa wengine walipata fahamu haraka ila kwa upande wa Faisal haikuwa hivyo.
yeye hakupata fahamu mapema. Yeye hakupata fahamu mpaka ndege inatua uwanja wa ndege, bado hakuwa na fahamu, na hapo ndio akapelekwa hospitali kwa ajili ya matibabu zaidi. Sunaiya akamuuliza Sumaiya yeye alijuaje kama Faisal yupo hospitali. Sumaiya akacheka kidogo na kumwambia Sunaiya warudi nyumbani, hayo mambo atayaongea wakiwa nyumbani. Walirudi nyumbani, na baada ya kufika nyumbani tu Sunaiya akataka kujua kuhusu Sumaiya, kujua habari za Faisal. Sumaiya akaanza kuzungumza wakiwa wamekaa nje chini ya mti wa kivuli, wakiwa wawili tu. Sumaiya akajiweka sawa na kuanza kuongea kwa sauti ya utulivu sana. Sumaiya akamwambia Sunaiya kuwa yeye naye ni mke wa Faisal na tayari wameshazaa watoto 4, na Faisal huaga anakuja mara kwa mara Canada kwa ajili ya kuwaona yeye pamoja na watoto wake. Ila sasa hivi alivyokuja ndio akapata hiyo shida aliyoipata. Yeye alienda kumpokea uwanja wa ndege, ila Faisal alishushwa akiwa hana fahamu, na hapo ndio akafuatilia mpaka hospitali aliopelekwa na kuwaambia kuwa yeye ndio aliyekuwa ndugu wa Faisal. Na hapo ndio akapewa vitu vya Faisal na kuambiwa kuwa amsimamie katika kupata huduma. Baada ya kuambiwa hivyo, Sunaiya akasema hapana, Sumaiya hawezi kuwa mke mwenzie. Mumewe hakuwahi kumwambia hata siku moja kuwa na mke mwingine mbali na yeye. Baada ya kusema hayo, Sunaiya akaondoka zake nyumbani kwa Sumaiya. Sunaiya akaenda kukodi chumba hotelini na kutulia humo, akawa anaendelea kuwaza yale aliyoambiwa na Sumaiya kama yana ukweli ndani yake, ila bado hakuwa anaamini kama ana mke mwenzie. Asubuhi sana Sunaiya alifika hospitali alipolazwa Faisal. Alifika na kumkuta Faisal fahamu bado hazijamrudia. Sunaiya akaanza kulia akiwa pembeni ya kitanda alicholala Faisal. Alikuwa analia sana huku akiomba Faisal aamke na aweze kumthibitishia alichokiongea Sumaiya kama kina ukweli. Akiwa anaendelea kulia Sumaiya naye alifika wodi aliolazwa Faisal. Sunaiya baada ya kumuona Sumaiya alichukia sana, alijifuta machozi yake na kumwambia Sumaiya aondoke hapo hospitali haraka iwezekanavyo. Akaendelea kusema Sunaiya anashukuru kwa msaada wa kumhudumia mumewe yeye kipindi alivyokuwa yupo mbali, ila sasa hivi kashafika, hivyo atamhudumia mwenyewe mume wake. Yeye aende tu akapumzike, aendelee na maisha yake. Aliongea Sunaiya akionekana kuwa na jazba kweli kweli. Sumaiya akaona akibisha basi watagombana na Sunaiya, kwani Sunaiya alikuwa kashapaniki sana. Hivyo Sumaiya akaamua aondoke zake ili kuepusha shari. Baadaye Sunaiya na yeye akaondoka pale hospitali na kurudi hotelini alipochukua chumba. Muda wa mchana Sumaiya akawa wa kwanza kufika hospitali, na kwa bahati nzuri akamkuta Faisal akiwa kasharudiwa na fahamu zake. Sumaiya alifurahi sana baada ya kumkuta Faisal amezinduka. Ikabidi Sumaiya aanze kumhadisia Faisal ilivyokuwa mpaka yeye kuwa hapo kitandani, na akamwambia kuhusu Sunaiya kupata taarifa za maradhi yake na kuja huku Canada. Sumaiya alimuelezea kila kitu Faisal. Faisal alishtuka sana baada ya kuambiwa mkewe kashajua kama yeye ana mke mwingine. Faisal akaanza kumlaumu Sumaiya kwa nini kampa taarifa Sunaiya za kilichompata huku Canada. Sumaiya akamwambia Faisal ingekuwaje kama angekufa? Ina maana Sumaiya asingepata habari za kifo chake? Faisal akabaki kimya baada ya kuona amekosea kwa kumlaumu Sumaiya kumpa taarifa Sunaiya. Faisal akasema kuwa wakati umefika wa Sunaiya kujua ukweli wa kila kitu. Huku nako alionekana Sunaiya akiwa anatoka hotelini akakodi taksi na kuelekea hospitali. Akakodi taksi na kuelekea hospitali. Akiwa yupo njiani aliendelea kuwaza kuhusu kile alichoambiwa na Sumaiya. Akajisemea mwenyewe, hapana, Sumaiya hawezi kuwa mke mwenzangu. Alifika hospitali Sunaiya na kuelekea wodi aliolazwa Faisal. Alifurahi sana baada ya kumkuta akiwa na fahamu zake. Hapo hapo Sunaiya akamuuliza Faisal kama kamuoa Sumaiya. Faisal akamwambia Sunaiya hayo mambo hayapendezi kuongelewa hapo. Wanatakiwa kurudi nyumbani na kuzungumzia nyumbani. Sunaiya akauliza kama huko nyumbani ni kule nyumbani kwa Sumaiya. Faisal akasema sio kule. Huo unakuwa mwisho wa sehemu ya